Viongozi wa kanisa la Katoliki nchini Italy wametuma barua kwa nchi za Kiafrika hivi sasa zikiweza kuwafikia marais wote na viongozi ambao ni wawakilishi katika nchi zao kuweza kuwaomba na kuhakikisha kabisa kwamba nchi inakuwa katika utulivu na amani. Lengo siku zote katika nchi za Kiafrika na hata ile dhana ambayo imekuwa ikiendelea kuishi na kudumu katika nchi na bara la Kiafrika ni kuhakikisha kwamba amani inaendelea kutawala kama ilivyo siku zote. Umeendelea kuhakikisha kwamba bara la Afrika linaendelea kutunza ile heshima na tunu kipindi ambacho kinaingia kwenye uchaguzi. Sasa nchi mbalimbali za Kiafrika kwa mwaka 2025, yani nikizungumzia katika ile zaidi ya nchi 54 zilizopo katika bara la Kiafrika, ambazo kuna baadhi ya nchi zilizomo na zinakabiliwa na uchaguzi kipindi cha mwaka 2025. Sasa ni wazi kila barua imeweza kufika katika nchi husika kuweza kuhakikisha kwamba maandamano, vurugu, uchochezi wala pia mbinu yote ambayo inaweza kuhusika kuharibu amani, basi ni jukumu la rais husika ambaye atakuwa katika nchi hiyo kuweza kuhakikisha kwamba anatuliza amani, lakini pia na kuhakikisha kwamba kama kutakuwa na maandamano, uchochezi ama vurugu, basi ni jambo lisilotakiwa na viongozi wa kidini wa kanisa la Katoliki nchini Italy. Sasa ni wazi kwamba taifa letu la Tanzania Oktoba tarehe 29 tunakaribia kuingia kwenye uchaguzi huo wa free and fair election, na kwa kupitia baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kumekuwa na changamoto mbalimbali zinazoendelea hivi sasa, huku kuna baadhi ya watu wakitengeneza mbinu za kufanya vurugu siku hiyo ya uchaguzi, lakini ni jambo ambalo kwa hivi sasa limeweza kukatazwa na kupigwa marufuku na viongozi wa kidini, tena haswa kwa kanisa Katoliki ambalo pia limeweza kutoa tamko, na hata nchini Italy ambao pia wametuma barua katika nchi zile ambazo zinahusika na uchaguzi kwa mwaka huu 2025.